Na mtazamaji wa Faida Online TV, leo watu wa field tumepiga mguu moja kwa moja kufika kwenye ardhi ya Msimbati. Hapa ni makao makuu ya gesi asilia ndani ya mkoa wa Mtwara, na tumekuja hapa kwa lengo la kufuatilia asili ya Msimbati. Hasa inasemekana kwamba kwenye ardhi ya Msimbati huwezi kupanda njugu mawe, na kama utathubutu kufanya hivyo, basi kuna vitu vya kutisha vya ajabu vinaweza vikatokea katika kijiji hiki ama kata hii, na watu wakajua kwamba kuna mtu fulani sehemu fulani amepanda njugu. Sasa hii ni kwa nini na imekuwa ikitokea mara kwa mara, lakini je, watu wanafuatilia hilo jambo au vipi? Kwa hiyo tumekuja hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wenyeji, watuambie kwa upande wao wanazungumziaje jambo hilo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, ku like na ku comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Hapa sio gesi tu, mpaka mila na desturi zinafanya kazi. Tafadhali baki nami. Jina langu naitwa Nolele Salumu Mbugu, ni mkazi wa Msimbati, mzaliwa wa Msimbati. Bwana, Msimbati kuna historia hapa kwamba hapa pandwi njugu mawe kabisa kwenye ardhi ya hapa. Hilo jambo lipoje? Hilo ni jambo la kweli. Hapa pandwi njugu toka enzi za mkoloni, enzi za mababu zetu mpaka sasa. Njugu hapa zipandwi. Kwa nini? Pana koma. Na ukizipanda, kafano kama anatokea mtu akazipanda njugu, basi panakuwa na jua kali sana, alafu panakuwa na radi nyingi, pasipokuwa na mvua wala mawingu ya mvua. Sasa shamba sengine ni siri, mtu anaweza kama amelima polini huko na kapanda pengine huko kimya kimya. Nyinyi wananchi wa kawaida mnajuaje? Tutapeleleza mpaka tutamjua tu. Kwa hapa Msimbati hakuna kichaka cha kujificha yeye akapanda njugu pasipo wananchi kuziona. Hizo radi zinazopigwa zinamshukia kila mtu ama yule ambaye amepanda? Yaani zinapigwa tu hapa kijijini pote. Mpaka mtu anapokaa anashindwa hata kunyanyuka kwenda sehemu nyingine. Mfululizo kubwa mpaka dunia inanuka baruti yote ya Msimbati. Kwa mnajua kabisa kuna sehemu hapa iko sawa. Hii haiko sawa Kwa hapa mnaishi kimila sana Msimbati. Tunaishi kimila. Pana koma kubwa sana afu nyingi. Hivi tukisema koma tunamaanisha nini? Koma ni mila. Amina Lichende. Mkazi wa wapi? Msimbati. Tuambie hapa kwa mfano akija mtu mpya, tumesikia kuna koma hapa. Watu hawapande njugu, si ndio hivyo? Hawapandi njugu. Wewe tangu umezaliwa umeona hiyo hali? Sijaiona hali hiyo. Maana sielewi. Mtu mgeni akija hapa wanamwambia kwamba bwana usifanye hivi au inakuwa? Wanamwambia kama unataka kupanda njugu usipande. Wanampa taarifa. Ndio maana watu wanaishi vizuri. Ikitokea njugu zikapandwa inakuwaje? Mnakuwa na radi nyingi sana. Wewe mnajua kwamba kuna kitu kipo hapa? Sawa. Sasa ikitokea mtu akaja akafanya kwa siri? Ndio inajulikana tu. Unamjua? Hawajui lakini ndio radi hizo. Mkishona radi mnajua Mimi naitwa Yusufu Msham Saidi, jina maarufu ni Shabash. Alwatan Shabash. Alwatan Shabash. Kwa vijana wote wananifahamu kama Shabash. Ni mkazi wa wapi hasa? Ni mkazi wa Msimbati. Na ni mzaliwa wa Msimbati. Sawa, Alwatan, kuna taarifa hii ya njugu hapa, wanasema njugu hazipandwi kwenye ardhi ya hapa Msimbati. Ndivyo ilivyo? Ni kweli. Katika mji huu wa Msimbati kuna kitu kinachoitwa mila. Na hiyo mila sio Msimbati peke yake. Iko katika sehemu nyingi. Na kila sehemu wana mambo yao. Na sisi hapa Msimbati njugu kweli hatupandi. Na ikitokea njugu ikapandwa hapa Msimbati kunatokea nini? Kama ikipandwa njugu, basi kuna mambo yanaweza kutokea ambayo sio ya kawaida, ambayo ni ya kutishatisha tu. Sawa, tunaona baadhi ya maeneo pia hali ya mila imekuwa ni ngumu sana watu kufuatilia, na pengine wamekuwa na udharau wa vitu kama hivyo. Na kuna maeneo hazifanyi kazi kabisa, taratibu zimepotea. Msimbati bado mila ipo na inafanywa kazi. Mila ilivyokawa nilivyoikuta mimi sio ilivyo sasa hivi. Sasa hivi imepungua sana. Kizazi cha sasa hivi mila kidogo wanaiweka pembeni. Maana kumbuka hata enzi zile wakati wa masuala ya gesi yanaanza kulikuwa na bibi wa Msimbati yule. Kweli kabisa alikuwepo yule bibi, na kuna mambo mengi amesaidia. Kuna mambo mengi amesaidia. Kwa mfano wakati wanachimba ile gesi ya kwanza pale kulikuwa na matatizo yanatokea.
kukwama kwa vile vyuma vinavyoshindiliwa pale chini havitoki. Kwa hiyo wakajifanya wao kwamba ni wataalamu wa kileo, lakini walikwenda wakashindwa, wakamuita yule bi mkubwa, akafika pale akafanya alivyofanya. Kwa hiyo mara moja mambo yakakaa sawa. Kwa hiyo mila ni muhimu. Mila ni muhimu. Ni Alwatan Shabash, tumezungumza naye hapa kutokea Msimbati, akielezea kuhusiana na swala zima la mila na desturi ambayo inahusiana na eneo hili, kwamba huwezi kupanda njugu mawe kwenye ardhi ya Msimbati. Ni kwa nini sisi hatujui, lakini ukithubutu ukafanya hivyo lazima utajulikana. Lakini kuna vitu vingine vya ajabu vingi vinaweza vikatokea vya kutisha, ikiwa ni pamoja na radi za kupigwa mfululizo bila kunyesha kwa mvua. Faida Online TV, watu wa field pass na hiana, tukasema hii hatuiachi, tunaenda kuifuatilia na tuweze kujua hili jambo limekaaje. Kutokea hapa kwenye ardhi hii ya Msimbati, halmashauri ya Mtwara, mkoani Mtwara, kunako visima vya gesi ama makao makuu ya gesi asilia. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.